Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali, na kubwa zaidi ni kuelekea uchaguzi wa Uganda, ambapo Uganda wanatarajia kufanya uchaguzi kuchagua rais pamoja na wabunge siku ya tarehe 15, yani kesho, mwezi huu wa kwanza mwaka 2026, ambapo kuna mvutano mkali mno kati ya Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine na Yoweri Museveni ambaye anamaliza muda wake, lakini bado ana nia ya kuendelea kuongoza Uganda licha ya umri wake kuwa ni mkubwa, lakini bado ana nia ya kuendelea kuiongoza Uganda kuelekea uchaguzi huo, zikiwa imebaki siku moja. Kesho Uganda wamezima mtandao, yani internet imezimwa nchini Uganda, wakati wakitarajia kuingia katika uchaguzi kumchagua rais pamoja na wabunge. Kwa kina zaidi taarifa hii kutoka Uganda, ambapo internet yazimwa Uganda kuzuia kuenea kwa taarifa potofu. Tume ya mawasiliano ya Uganda UCC imetangaza kusitishwa kwa muda huduma zote za internet zisizokuwa za lazima kuanzia jana jioni Januari 13 mwaka 2026 hadi tangazo jingine pale litakapotolewa. Uamuzi huu unalenga kudhibiti hatari zinazoweza kujitokeza wakati wa uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Alhamisi ya tarehe 15 ya mwezi huu wa kwanza mwaka 2026. Kwa mujibu wa tume hiyo ya mawasiliano ya Uganda UCC, hatua hiyo inatokana na mapendekezo ya kamati ya usalama ya taasisi mbalimbali Interagency Security Committee, huku lengo likiwa ni kuzuia kusambaa kwa taarifa potofu, upotoshaji wa habari na maudhui yanayoweza kuchochea vurugu au kuathiri imani ya wananchi katika mchakato wa uchaguzi. Mkurugenzi mtendaji wa tume hiyo wa UCC, Tembo Nyombi, ameongeza kuwa huduma zote za intaneti zisizokuwa za lazima kwa umma zitaendelea kuzuiwa hadi pale tume itakapotangaza kurejesha huduma. Usitishaji huu umeanzia tarehe 13 Januari mwaka 2026 saa 12 jioni na utaendelea hadi hapo tangazo la kurejesha huduma litakapotolewa. Katika kipindi hiki, mawasiliano yote ya internet yasiyokuwa ya lazima kwa matumizi ya umma lazima yazuiwe, amesema Nyombi. UCC imefafanua kuwa huduma zitakazoathirika ni pamoja na mitandao ya kijamii, barua pepe binafsi, tovuti mbalimbali, huduma za video mtandaoni na programu za ujumbe mfupi. Aidha, agizo hilo linahusisha miundombinu yote ya internet ikiwemo interneti ya simu, yani mobile broadband, lakini pia nyaya za nyuzi yani fiber optic, lakini pia laini maalum, internet ya kudumu bila waya yani fixed wireless access, pamoja na viunganishi vya microwave, pamoja na huduma za internet ya satellite. Hata hivyo, huduma muhimu za taifa ikiwemo mifumo ya afya katika hospitali za rufaa, huduma za kifedha, uhamiaji, tume ya uchaguzi, uthibitishaji wa wapiga kura na uwasilishaji wa matokeo ya uchaguzi zitaendelea kupatikana bila usumbufu wowote. Ni kutoka Uganda kuelekea uchaguzi, ambapo mamlaka zinasema uamuzi huo ulifanywa ili kuzuia kuenea kwa taarifa potofu kuhusu Rais Yoweri Museveni akitafuta muhula wake wa 7 madarakani, ambapo anachuana vikali na Bobi Wine katika uchaguzi huu, ambapo sasa Uganda wametangaza kuzima mtandao wa internet. Lakini pia kumbuka kwamba Bwana Museveni anatarajiwa kupata ushindi dhidi ya mpinzani wake mkuu Bobi Wine, ambaye alijijengea wafuasi wengi miongoni mwa vijana wa mijini nchini humo, akiwa mwimbaji wa popu mwenye ujumbe wa kupinga serikali kabla ya kujiingiza katika siasa za kitaifa. Wakosoaji wa Bwana Museveni wanasema uamuzi wa kukata mtandao ulikusudiwa kuzuia jaribio lolote la kuandaa maandamano ikiwa atashindwa baada ya kura ya Alhamisi, ambapo matokeo yanatarajiwa kutangazwa wikendi. Katika mahojiano ya siku ya Jumatatu nyumbani kwake karibu na mji mkuu Kampala, Bwana Bobi Wine ambaye jina lake halisi ni Robert Kyagulanyi
aliishutumu tume ya uchaguzi kwa wizi wa kura. Bwana Wine mwenye umri wa miaka 43 alisema alikuwa akifanya kampeni kama sehemu ya kila alichokiita kura ya maandamano, licha ya kutekwa nyara kwa baadhi ya wafuasi wake na vurugu za serikali. Tumeshuhudia katika kampeni za Bobi Wine, mikutano yake, namna ambavyo vurugu zilikuwa zikitokea, vyombo vya ulinzi na usalama vikitumia mabomu ya machozi, tear gas pamoja na maji ya kuwasha kuwatawanya watu ambao walikuwa wanajitokeza kwenye mikutano ya Bobi Wine. Bobi Wine anasema kwamba niliwaambia watu wa Uganda, wananiona nikipigwa, wananiona nikilia, wataniona nimevunjika moyo, lakini hawatawahi kuniona nikikata tamaa, alisema Bobi Wine. Alipigwa na kukamatwa mara kwa mara alipogombea urais wa mwaka 2021. Kuzimwa kwa internet wakati uchaguzi kumekuwa jambo la kawaida barani Afrika, hasa kama chombo cha udhibiti wa kisiasa. Mamlaka nchini Tanzania yalifanya msako mkali baada ya uchaguzi mwezi Oktoba 29, wakati wa kufungwa kwa internet kwa siku kadhaa. Baadaye serikali ilipiga marufuku kushiriki video za maandamano, ambapo tulishuhudia video nyingi za mauaji, ambapo vyombo vya ulinzi na usalama vilitumia nguvu kubwa ya kutuliza maandamano. Idadi kubwa ya watu walipoteza maisha, ikiwa mpaka sasa serikali ya Tanzania haijatoa idadi kamili ni watu wangapi waliopoteza maisha kufuatia maandamano hayo. Bwana Museveni anaweza kutumia rasilimali za jimbo hilo ili kupata ushindi wa marudio, na tofauti kati ya wapinzani hao wawili wa kisiasa ilikuwa wazi wakati wa mikutano ya mwisho iliyofanyika katika mji mkuu wiki hii. Maelfu ya watu walikusanyika kushangilia mkutano wa mwisho wa Bwana Museveni siku ya Jumanne, wengi wao wakiwasili kwa mabasi na magari madogo. Katika maonyesho ya nguvu ya kifedha, mifumo ya sauti ilipiga muziki na chama tawala cha National Resistance Movement kilitoa fulana, kofia pamoja na bendera za bure zenye rangi ya njano ya chama hicho. Hii inanikumbusha Tanzania kwenye kampeni za Chama cha Mapinduzi, pale tuliposhuhudia mabasi yakiwapeleka wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwenye mikutano ya mgombea urais ambaye aliibuka kidedea, Samia Suluhu Hassan. Hivyo hivyo Uganda, kupitia chama cha Yoweri Kaguta Museveni, mabasi pia yamebeba wananchi kupelekwa kwenye mkutano wa mwisho wa Bobi Wine katika kampeni ambapo zimemalizika siku ya jana tarehe 13 kwa Uganda. Kwa upande mwingine, kikosi kikubwa cha usalama kiliwekwa eneo la kuzunguka mkutano wa bwana Bobi Wine siku ya Jumatatu na kuwazuia watu kushiriki. Angalau mtu mmoja alifukuzwa na wanajeshi na kupigwa kwa kupeperusha bendera ya taifa, ishara ya kampeni ya Bobi Wine ambayo imepigwa marufuku na mamlaka. Bwana Museveni mwenye umri wa miaka 81 alipigania njia yake ya kuingia madarakani mwaka 1986 akiwa kiongozi wa waasi, na ametawala tangu wakati huo, akiimarisha udhibiti wake polepole na kuianzisha Uganda kama taifa kubwa la kikanda. Nchi hiyo imepeleka wanajeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudani Kusini, na ndiyo inayochangia kwa kiasi kikubwa vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Afrika nchini Somalia. Kauli mbiu yake ya kampeni ni kulinda mafanikio yaliyopatikana chini ya uongozi wake. Waganda wengi wanasema wanaangalia zaidi ya uchaguzi hadi mabadiliko ya madaraka ambayo mtoto wa Rais Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa majeshi ya Uganda, anaonekana kuwa na nafasi nzuri ya kumrithi baba yake. Hata hivyo, mnamo mwaka 2021 Bwana Bobi Wine aliwasilisha serikali changamoto yake kubwa zaidi ya uchaguzi, wakati katika nyimbo na hotuba alipoelezea kukatishwa tamaa kwa kiuchumi na kisiasa ulikoonyeshwa na vijana wengi nchini. Watu kadhaa waliuawa wakati wa kampeni hiyo na intaneti pia ilikatwa. Uganda ina mojawapo ya idadi ya watu wachanga zaidi duniani. Zaidi ya mmoja kati ya 4 wa idadi ya watu nchini, anayekadiriwa kuwa karibu watu milioni 50, ana umri wa kati ya miaka 18 na miaka 30. Kiongozi mwingine maarufu wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, yuko kizuizini baada ya kutoweka kutoka nchi jirani ya Kenya mwaka 2024 kabla ya kujitokeza katika mahakama ya kijeshi nchini mwake. Ameshtakiwa kwa makosa ya usalama.
Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa kwa kina zaidi kutoka Uganda kubwa. Endelea kwa karibu nasi na tuachie maoni yako. Unatarajia kuona uchaguzi wa aina gani huko Uganda? Kaa karibu nasi kila wakati, kila kitu tutakujuza hapa.